Kama kuna maswali yoyote ulionayo kwa Mungu, kuna mambo unayoyapitia na umekuwa na maswali kwa Mungu, ibada hii ni yako. Kama kuna mahali umekwama na umekuwa ukijiuliza kwa nini, ibada hii ni yako. Kama kuna mahali unaenenda katika woga, unaenenda kwa mashaka, kwa kusita, kwa kutokuwa na tumaini na Mungu, ibada hii ni yako. Sikiliza mwana wa Mungu. Wewe kumuuliza Mungu maswali ama kuwa na maswali kwa Mungu sio kosa na wala sio tatizo. Sio tatizo kabisa. Lakini swali linakuja ni aina gani ya maswali ulionayo kwa Mungu. Kuna mtu anasema, kwa nini Mungu mimi umeniacha? Je, una uhakika kama Mungu amekuacha ili umuulize swali kwa nini Mungu umeniacha? Kutokuongea kwa Mungu kwenye maisha yako haimaanishi kwamba Mungu amekuacha. Ukimya wa Mungu ni lugha. Ukimya wa Mungu ni jibu. Ukimya wa Mungu ni lugha ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Kansela Joseph Lwamwe na ninafurahi sana kuchukua nafasi hii kuweza kuzungumza na wewe. Na wiki hii tunamshukuru Mungu sana, kwa maana ni wiki ya Bwana kuwa jibu kwenye maswali ya watu wake. Watu wengi sana katika Biblia walimuuliza Mungu maswali. Usifikiri kwamba wewe ndiye wa kwanza. Many people in the Bible, they ask God questions. Na kuna muda wamemuuliza kutokana na imani, sometimes from faith, confusion, kuchanganikiwa, woga ama hofu, maumivu. Lakini pia walitamani kuelewa, walitamani kuelewa, wakamuuliza Mungu maswali. Na wao kumuuliza Mungu maswali, hawa macharacters ndani ya Biblia, hawa watu waliomuuliza Mungu maswali hawakukosea kabisa. Kwetu sisi tunajifunza vitu vingi kulingana na kutokana na maswali waliomuuliza Mungu. Na maswali yao kwa Mungu yanatufundisha somo kubwa sana la kiroho. Their question teach powerful spiritual lessons to us. Na huduma hii ni huduma ya maarifa na maombi. Imekuja kwa wakati sahihi ili kuimarisha mahusiano yako na Mungu, lakini pia wewe kuzijua siri za ufalme na kupokea mwongozo kwenye maisha yako. Wako watu wengi sana walimuuliza Mungu maswali kutokea Mwanzo mpaka Ufunuo, lakini nitaenda kukueleza tu baadhi. Na wa kwanza ninamwanzia Musa, mtu ambaye alikuwa na nguvu ya Bwana ya kupiga fimbo kwenye bahari mpaka ikapasuka, ya kupiga mwamba inatoa maji, ya kupiga udongo mpaka ardhi inapasuka na watu wanamezwa. Kwa hiyo unaweza ukaelewa kwamba huyu mtu Nabii Musa hakuwa na nguvu za kawaida. Mungu mzima alikuwa pamoja na yeye. Lakini kwenye wito wa Musa kuna swali Musa alimuuliza Mungu. Musa alimuuliza Mungu, mimi ni nani? Mimi ni nani? Who am I? Anamuuliza Mungu kabisa, mimi ni nani hata niende kwa Farao? Mimi ni nani? Kumbuka Farao ni mungu wa Misri kipindi hicho, anaabudiwa. Na Mungu anamtuma Musa kwamba aende kwa Farao amwambie kwamba Mungu anahitaji watu wake. Na Musa anamwambia, mimi ni nani hata niende kwa Farao?
Mungu ndiye anakutuma, na Musa anajua kabisa huyu ni Mungu amenituma, lakini bado anamuuliza Mungu, mimi ni nani? Kisoma kitabu cha Kutoka sura yake ya 3 mstari wa 11, Moses anamuuliza Mungu, who am I that I should go to Pharaoh? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Mungu alimuita Musa kuliongoza taifa la Israeli kutoka katika nchi ya Misri, lakini Musa hakujiamini. He doubted himself. Musa hakujiamini. Kuna wakati watu tunashindwa kujiamini. Mungu anakuita kwenye huduma, lakini unashindwa kujiamini. Mungu anakupa ndoa, anakupa kazi, lakini unashindwa kujiamini. Mungu anakutumia kwenye familia yako, kwenye mazingira fulani, katikati ya watu fulani, lakini unashindwa kujiamini. Na umekuwa na maswali, mimi ni nani? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Nazungumza na vijana ambao mumeitwa kwenye huduma. Unaangalia umri wako, unasema mimi ni mdogo. Nazungumza na watu ambao Bwana amewaita ili muwe nuru, ili muziokoe familia zenu kutoka katika hali mbaya, hali za kiuchumi, hali za vifungo vya kipepo. Bwana amewaita, lakini umekuwa na maswali, who am I? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Sikiliza, usijidharau. Usijidharau. Mungu haangalii umri. Mungu haangalii umri ama haangalii status. Sikiliza, Mungu mara nyingi huwaita watu ambao wanajisikia kwamba hawastahili, kwamba hawako qualified. God often calls people who feel unqualified. Huyo ndiye Mungu. Watu ambao wanaona kwamba hawastahili, kwamba hawatakiwi, kwamba hawafiti, mara nyingi sana hao ndio watu ambao Mungu anawaita. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naitwa Counselor Joseph Lwamwe. Namba zetu za mawasiliano ni alama ya kujumuisha 2778624371. Tunaweza tukakusaidia ikiwa unahitaji ushauri wa kiroho. Madhaifu yako hayamzuii Mungu. Madhaifu yako haya limit nguvu za Mungu. Your weakness does not limit God's power. Usifikiri kwamba madhaifu yako ama unyonge wako unazuia nguvu za Mungu. Hapana. Mungu anawaandaa wale anaowaita. Yes, he equipped, he qualified those he calls. Huo ndio ukweli. Mungu anaandaa watu. Mungu anawaandaa watu. Musa, wakati Mungu anamwambia aende kwa Farao, kumbuka Mungu alimwandaa kupitia babake mkwe. Maana Musa alikuwa anamchungia kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ni mtu wa kwanza ambaye alikuwa na maswali kwa Mungu. Kwa hiyo wewe kuwa na maswali kwa Mungu ni sawa, ni sawa. It's okay, it's okay. It's okay. Sio tatizo. Mtu wa pili ambaye alimuuliza Mungu maswali ni Gideoni. Gideoni anamuuliza Mungu, kwa nini hili limetokea? Kwa nini? Why? Anamuuliza, kama Mungu uko pamoja nasi, kwa nini haya tutokee sisi? Na anamuuliza kwenye kile kitabu cha Waamuzi sura yake ya 6. Naomba tuweze tupasome sura yake ya 6, kitabu cha Judges, mstari wake wa 13. Neno la Mungu linasema ya kwamba Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Umekuwa na maswali, kwa nini hayo mambo yamekupata? Aidha ni magonjwa, aidha umepoteza mtu wako wa karibu, aidha umepoteza mtoto, huenda umepoteza mwenza, mke au mume, huenda umepoteza mzazi. Nazungumza na mtu ambaye kazi yako imeharibika, umefukuzwa kazi, mwingine kabisa biashara imeharibika, mtaji wako umefisirika. Nazungumza na mtu ambaye mazingira yameharibika, mpaka biashara, ufanyi kazi, ufanyi biashara. Umekuwa na maswali, kwa nini Bwana ameruhusu hayo yakupate?
Kwa nini Bwana ameruhusu hayo yatokee? Umekuwa na maswali, wengine mpaka umerudi nyuma, wengine kabisa ukarudi kwenye tabia za mwilini, wengine mpaka wameanza kunywa mpaka pombe. Namuona mtu mmoja ambaye Roho Mtakatifu anaenda kumsaidia, ambaye alikuwa kabisa Mkristo ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu. Ulikuwa ukimpenda Mungu sana, lakini ghafla mambo yakaharibika kwenye maisha yako, na hata sasa hivi tabia zako zimebadilika, umeanza kunywa pombe na bangi. Sikiliza, neema ya Mungu bado ipo. Ni sawa wewe kumuuliza Mungu, kwa nini hayo yote yamekupata? Kwa nini hayo yametokea? Hayo maswali Mungu atayajibu very soon. Mungu anaenda kuyajibu tarehe ya leo. Mungu anaenda kukutana na maisha yako siku ya leo. Mungu anaenda kukutana na maisha yako siku ya leo. Yaani kabisa unaenda kumuona Bwana, akikusaidia wewe kunisikiliza siku ya leo na kumsikiliza Roho Mtakatifu kupitia sauti hii. Ni kwamba anao mpango kwa ajili yako. Gideoni anauliza, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? As long as tungali katika dunia hii, kuna mambo tutayaepuka, lakini hiyo haimaanishi kwamba Mungu ametuacha. Hiyo haimaanishi kwamba Mungu anatuchukia. Hapana, Biblia inasema kwenye kitabu cha Yeremia kwamba mawazo anayotuwazia ni mawazo mema, ya kutupa sisi tumaini na amani siku zetu za mwisho. Kumpoteza mtoto, kumpoteza mke, kupoteza mume sio mwisho wa maisha yako. Bado Bwana anao mpango na maisha yako. Bado Bwana anakuwazia yaliyo mema. Kuachwa haijakuwa mwisho. It's just part of the process. Ni sehemu tu ya mchakato wa maisha. Mtu wa karibu amekukimbia, watoto wamekukataa. Nazungumza na mtu mwingine kabisa, yani watoto wako hawapendi hata kuzungumza na wewe. It's okay. Bwana anaenda kujibu hayo maswali. Kwa nini? Umekuwa mtu wa kwa nini mimi Mungu? Listen, sikiliza mtu wa Mungu. Gideoni alimuuliza Bwana maswali, na kipindi hiki Israeli ilikuwa inateseka. Israeli ilikuwa chini ya ukandamizaji wa watu wa Midiani. Lakini wakati uwepo wa Bwana unadhirika, wakati Mungu anamtokea Gideoni, na ndio ilikuwa mwanzo wa ushindi. Sikiliza, ushindi wako ninakuombea kutoka madhabahuni katika jina la Yesu. Mwisho wa mateso hayo, mwisho wa roho hizo za uonevu, mwisho wa hali mbaya kwenye maisha yako, mwisho wa kila kinachokutoa machozi, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana kafungue malango ya faraja mbele yako. Bwana kalete amani na furaha kwenye moyo wako kuanzia sasa. Pokea amani katika jina la Yesu. Lipo jambo tunaloweza kujifunza kulingana na swali hili la Gideoni alilokuwa nalo kwa Bwana. Ni kwamba somo la kwanza, ni sawa kumuuliza Mungu maswali magumu. It's okay to ask God difficult question. It's okay. Ni sawa kumuuliza Mungu maswali magumu. Ni sawa. Lakini pia jambo la pili, Mungu bado anaendelea kufanya kazi hata kama maisha yamejawa na maumivu. Mungu bado yuko kazini. Mungu bado anafanya kazi hata wakati ambapo maisha yamejawa na maumivu. Yes, God may still be working even when life is painful. Trust me, man of God. Trust me, child of God. Lakini pia kitu kingine cha kujifunza kwamba wakati wa jambo kama na haya, wakati wa mambo yako magumu, vitu haviendi, vitu vinakwama, mambo, mateso, magonjwa, ni nyakati ambazo imani yako inakomaa. Nyakati hizi imani inakomaa. Wakati wa magumu ni wakati wa imani kukomaa. Faith grows during struggles. Nataka nikuambia kwamba Mungu hawezi akakuacha
katika nyakati ngumu. Bwana hajakuacha, Mungu hajakusahau, Bwana hajakutupa, Bwana hajakuacha. Bado yuko na wewe, bado yuko na wewe, bado atakuinua, bado atakutoa mavumbini, bado atakuketisha na wakuramanta ya paya. Neema ya Bwana ni kubwa. Natabiria mtu mmoja katika jina la Yesu Kristo. Umekuwa chini kwa miaka ya kutosha, umezulumiwa, umepitia hali mbaya, umefisirika. Kwa jina la Yesu ninakushika mkono, utoke mavumbini na uketishwe na wakuu kuanzia leo katika jina la Yesu. Toka katika hayo magonjwa, ninakuibua kama vile Kristo Yesu alivyofufuka katika wafu. Toka katika hayo magonjwa, toka katika uonevu huo katika jina la Yesu Kristo. Pokea neema, pokea neema kuanzia sasa, pokea neema. Kaya ramanta ziataya. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu. Bwana anatengeneza jambo jipya kwenye maisha yako siku ya leo. Yes, yes. Mtu wa tatu ambaye alikuwa na swali kwa Mungu ni Ayubu. Ayubu amemuuliza Mungu maswali mengi kwa sababu ya mateso yake, lakini pia na kwa habari ya haki. Ayubu alimuuliza Mungu maswali mengi sana kwa sababu ya Ayubu. Unafahamu kabisa historia za Ayubu, ambaye watoto walikufa, mifugo, mali zake zote zikapotea, zikaharibika. Hata mke akamsaliti na marafiki wakamshauria vibaya. Magonjwa akamshambulia afya yake, akawa anashinda kwenye majifu, anajikwaruza. Unaelewa historia, unaelewa kabisa historia kwamba alipoteza familia, alipoteza afya, alipoteza utajiri, mali zake. Na moja ya fundisho ambayo tunaweza tukajifunza ni kwamba sio kila mateso unayoyapitia kwamba ni malipizi. Not all suffering is punishment. Sio kila unachokipitia sasa kwamba ni Mungu anakupunish, kwamba ni Mungu anakuadhibu. Hapana, hapana. Kuna wakati labda hatutaelewa njia za Mungu na mipango ya Mungu, lakini baki katika imani, baki mwaminifu. We may not always understand God's plan, but what I can suggest to you, what I can tell you, child of God, is stay faithful even without answers. Hata kama majibu hayapo, hata kama haujaona jambo linatokea, endelea kuwa mwaminifu kwa Bwana, endelea kumcha Mungu. Hata kama biashara imefisirika, usiache tu kumtolea Bwana. Hata kama mambo hayaendi, usiache kumwabudu Mungu. Hata kama vitu vimekwama, usiache kuomba. Hata kama magonjwa yanakuzunguka, hata kama umeachwa, hata kama umetupwa, hata kama umeshikiliwa na hali fulani hivi, usimwache Bwana, usiache ibada, usiache maombi. Ngangania maombi, mifungo, ngangania kumtolea Bwana. Hata kama mambo yako hayaendi, endelea kuwa mwaminifu tu kwa Bwana. Muamini Mungu, muamini Mungu hata kama maisha hayaleti umaana. Just trust God. Yes, just trust Him. Even when life makes no sense, just trust God. Just trust God, child of God. Muamini Mungu. Muamini Mungu tu. Wewe muamini Mungu. Nataka niombe maombi mafupi sana kwa ajili yako. Nitakuja kuendeleza baadaye watu waliomuuliza maswali Mungu. Katika jina la Yesu, inua mkono wako, inua mkono wako. Kuna mapito unayapitia, kuna jambo unalipitia kwenye maisha yako na limekukatisha tamaa. Kuna mambo unayapitia, aidha ni magonjwa, ni kukataliwa, ni kuachwa, ni kufisirika, ni kupoteza, ni kutapeliwa, maumivu, aidha umepoteza afya, aidha mtu wa karibu, aidha mali, aidha biashara, aidha hali yako ni mbaya, maisha yako yamevurugika, mazingira uliopo kwenye nchi yako, kwenye mji unaoketi, mambo yamevurugika. Listen.
ni sawa kumuuliza, ni sawa kujiuliza, hivi Mungu ameniacha? Hivi Mungu ananiwazia mimi mema? Sikiliza, ni sawa kujiuliza maswali kama nayo, but I have come to tell you as a prophet, I have come to tell you as a man of God, I have come to tell you as a servant of Jesus, I have come to tell you as a slave of the Lord Jesus Christ. Nimekuja kukujulisha tu jambo moja, kwamba mbingu zimenituma kwako, kwamba nije kukuambia ya kwamba hata katika wakati mgumu, Bwana bado anao mpango kwa ajili ya watu wake. Bwana bado anakuwazia yaliyo mema. Bwana bado hajamaliza project, na hiyo project ni maisha yako. Imradi bado ungali hai, usijikatie tamaa, na wala usimkatie Mungu tamaa, na wala usikate tamaa, na wala usirudi nyuma, kwa maana hata kama mambo yote yamepotea kwenye maisha yako, mambo yote yameharibika, watu wamekuacha, kama Mungu yuko pamoja na wewe, you don't have to be afraid. Katika jina la Yesu, Baba, ninaomba kwa ajili ya mtoto wako huyu popote pale alipo, kwa jina la Yesu Kristo, ukamtie nguvu. Bwana, neno lako linasema ya kwamba uwainua wanyonge kutoka chini, kutoka mavumbini. Ramantaziataya, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, mwanao huyo ukamtia nguvu tena, nguvu mpya, nguvu ya kusonga mbele kwa jina la Yesu Kristo, nguvu ya kutokukata tamaa, nguvu ya kushikamana na imani. Na tamka nguvu mpya kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, neema ya kutosha, neema inayowaleta watu katika uhai tena, waliokufa, waliokata tamaa, inawarejesha tena kwenye uhodari kwa jina la Yesu Kristo, neema inayowaleta wafalme ambao walikuwa wametupwa kwa jina la Yesu Kristo. Mungu mwenye neema, Mungu mwenye rehema, neema inayowatoa watu kwenye majalala na kuwaingiza katika ikulu kwa neno lako. Mungu, Bwana wangu na Mungu wangu, ninatamka katika jina la Yesu, kila roho ya ukandamizaji, kila roho ya uharibifu, kila roho inayowarudisha watu nyuma na kuwakatisha tamaa, kwa jina la Yesu Kristo, hilo giza ninalivunja, hilo giza ninaliharibu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, natangaza neema Bwana, natangaza uwezo wa Roho Mtakatifu, natangaza nguvu mpya kudhihirika, natangaza upako kushuka katika maisha mtu huyo, katika maisha mtoto wako huyo, mambo yake yakafunguke, moyo wake ukapokee furaha na amani. Ewe Bwana, ukawe faraja na nguvu yake katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi na Mungu aliye hai. Asante Bwana kwa muujiza, asante Bwana kwa kumfungua mwanao huyu na kumrejeshea furaha ya wokovu, amani ya moyo. Mali zake nazirejesha kwa jina la Yesu, biashara yake nairejesha kwa jina la Yesu. Ukamwinulie watu watakaosimama na yeye, watu sahihi ambao Bwana umewaweka tayari ili kusimama na yeye. Malaika zako wakamjengee wigo na kumzunguka kila mahali aendapo, kwa jina la Yesu Kristo. Utakachokifanya kikafanikiwe kwa jina la Yesu Kristo, kazi ya mikono yako ikafanikiwe. Kila aliyekula jasho yako, ninatamka kwa jina la Yesu kama mtumishi wa Bwana kwamba jasho yako haitaliwa tena kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ondoka na uangaze, ondoka na umiliki, ondoka na utawale, ondoka na ukafanyikiwe. Umebarikiwa katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi na Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana. Unaweza ukaishika sadaka yako na kuiachilia kwa ibada hii kwa namna yoyote ile ambayo Bwana ameyagusa maisha yako, kwa namna yoyote ambayo Roho Mtakatifu atakusemesha. Unaweza ukawasiliana nasi unapoiachilia sadaka yako. Namba zetu za mawasiliano ni alama ya kujumuisha 27786243718. Mungu akubariki sana. Na ikiwa upo kwenye nchi yoyote ile na unatamani kuwa mwanapartner kwenye huduma hii ya maarifa na maombi, unaweza ukawasiliana nasi kwenye namba hizo na kuandika
partners na tutakuelekeza. Na kiwa pia yuko mwingine ambaye haujaokoka na unatamani kumpokea Bwana Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi binafsi wa maisha yako, wasiliana nasi kwenye namba hii, tuma ujumbe, piga simu na tutakurudia kwa wakati. Lakini pia yuko mwingine unasema, mtumishi wa Mungu, ninamhitaji Bwana, kuna jambo linanitesa, kuna jambo linanisumbua, unahitaji ushauri wa kiroho, unahitaji maombezi, wasiliana nasi kwenye namba hizi. Na wewe ambaye ni mshirika wa huduma hii ambayo unasukumwa na Roho Mtakatifu kuiachilia sadaka yako kwenye madhabahu haya, unaweza kuwasiliana nasi. Namba zetu za mawasiliano bado ni zile zile tu, alama ya kujumuisha 27786243718. Popote pale unapotufuatilia kwenye YouTube, hakikisha kwamba una subscribe na kushare kwa watu wengine sana, ili kwamba habari njema za Yesu Kristo na ufalme wake ziweze kuwafikia. Bado Mungu anatenda, bado Mungu anarejesha, bado Mungu anasamea, bado Mungu anafungua, na bado Mungu anaokoa. Lakini pia wewe ambaye unatusikiliza kutoka kwenye WhatsApp, iwe umetumiwa audio na ndugu na rafiki, aidha kwenye group letu la madhabahu ya maarifa na maombi, hakikisha pia unagawa ibada hii kwa watu wengine, ili kwamba na wao Roho wa Bwana aendelee kuwahudumia kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Lakini pia wewe ambaye umetumiwa audio na haupo kwenye group letu la madhabahu ya maarifa na maombi kwa njia ya WhatsApp, unaweza ukatuma ujumbe ni unge kwenda namba zetu za mawasiliano. Mungu akubariki sana na uwe na wakati mzuri. Shalom.